Hii ni kipindi cha mpito cha kujijenga vitu vya kutuwezesha kujitegemea. Tukishajenga vitu vya kutuwezesha kujitegemea, kwa mfano leo mimi ni kule kijiji kwetu, wakati mimi naingia ubunge mwaka 65, watu walikuwa wanatumia koroboi na mbalika. Ukitunga zile mbalika vipande 3, 4, 5 unawasha. Kuna vijiji ambavyo nilikuwa nakwenda mnamulika majani ndio muonane. Leo kule kijiji nilikozaliwa mimi kuna umeme. Sasa siwezi kusema sio mafanikio, ni mafanikio. Ni kweli wale walio ambao hawakuwepo hawezi kulinganisha, lakini nataka niwapeni kipimo cha kweli kwamba ukilinganisha 65 na mpaka sasa nchi yetu inapaswa kujiunga. Rais mwenyewe alisema nataka Tanzania iwe Ulaya. Mimi niliyeingia ubunge mwaka 65 na hali ninayokumbuka mpaka sasa, mimi Mzindakani naweza kusema mimi tayari Tanzania ni Ulaya, nikilinganisha na kule tulikotoka. Wenzangu mliopo sasa hamwezi kuona. Mimi ukiniuliza nasema kwa kweli tumeshakuwa Ulaya, maana mambo yote ya msingi tunayaona. Hata hii kwa mfano kumekuwa na utani, unajua sasa ndege zinabeba watu wachache. Hata Amerika hivi kweli Wamarekani wote wanapanda ndege? Wachina wote wanapanda ndege? Wahindi wote wanapanda ndege? Ndege ni usafiri unaorahisisha aina fulani ya mambo. Na sisi ni nchi kubwa. Leo ukifika hapo tukaona zile ndege zetu ambazo zimenunuliwa na serikali ya awamu ya 5 inaongozwa na Simakuli. Kama wewe ni mzalendo utasikia raha. Utasikia raha kwamba na sisi tupo duniani. Maana haiwezekani sisi tukawa washindikizaji tu, washangiliaji tu, haiwezekani. Tukifika kwenye mataifa mengine tunaona makubwa. Sasa na sisi tunatamani tuyaone. Mimi nimekaa pale linapojengwa daraja lile la baharini. Ile nyumba inayotazama baharini ilikuwa nakaa mimi nikiwa deputy minister. Juzi nimefika naona barabara daraja litapita pale. Sasa huwezi kujivunia. Haya mambo lazima sisi wa Tanzania wazalendo ndio tujivunie mambo yanayofanywa na serikali yetu. Na lazima sisi tubebe sifa. Maana rais amesema mkilipa kodi, mimi nitatumia hela zenu vizuri. Na kweli zinatumika vizuri. Kwa mtazamo wangu mimi naridhika kabisa kwamba fedha tunayolipa kodi zitachangia kuleta maendeleo. Kwa mfano, ukiona sasa pamoja na reli hii inayojengwa SGR, lakini bado rais wa awamu ya 5 ameamua reli zote zitumike, zifanye kazi. Ile reli ya kutoka Ruvu pale au ya kutoka Ruvu kwenda Moshi ilishakufa, lakini sasa imeanza kufanya kazi. Kwa kwenye mpango huu rais wa awamu ya 5 ameweka kipaumbele miundombinu duniani kote ndio inasaidia kuchangia maendeleo. Kwa awamu hii sasa, kwa mfano tukichukulia mambo ya miundombinu, nimetaja hayo niwatajia, lakini zaidi ya hiyo amebeba kwa ukamilifu kabisa swala la afya ya watu, maisha ya watu. Mimi nikwambieni vijana, mimi wakati ni mbunge nilijenga kituo cha afya kijijini kwetu. Kile kituo cha afya kwa viwango vya vituo vya afya na zahanati zinazojengwa sasa chini ya uongozi wa awamu ya 5 ya Rais Magufuli, ile sasa ni zahanati, sio tena kituo cha afya. Kwa sababu kiwango cha vituo vya afya vinavyojengwa ni ya kisasa, unaweza kulinganisha na hospitali. Na hii si kazi ya mkoa mmoja, nchi nzima zinajengwa zahanati, vinajengwa vituo vya afya, zinajengwa hospitali. Sasa haya ni maendeleo makubwa sana ambayo lazima Watanzania wenyewe tujivunie. Haya maendeleo si maendeleo ya Magufuli, ni yetu. Yeye yupo kwa pale kwa niaba yetu sisi. Kwa mfano hata uchumi wa nchi umekuwa mzuri kwa sababu filosofi ambayo kuja nayo ni ya kujitawala, ni kujitegemea. Leo mapato yanayopatikana kwenye madini hajawahi kutokea.
kwa sababu alipoingia madarakani, na mimi alipokuja Sumbawanga, nyinyi vijana mnakumbuka, mimi nilisema mpeni kura Magufuli kwa sababu akiwa rais atalinda rasilimali za nchi, na kweli imetokea kwamba ulinzi wa rasilimali za nchi sasa hivi ni mkubwa sana. Mapato yanayopatikana kwa rasilimali kama madini ni makubwa kuliko miaka yote. Ana uthubutu wenye kujaa kiburi cha uongozi kwamba lazima kitu kiwe na kinakuwa. Natamani watu wangekwenda Dodoma kaone. Hata ikulu inayojengwa mimi sikufika, lakini nimeambiwa anataka ikulu ya Dar es Salaam ihamie Dodoma. Anaibeba kwa akili na kwa uwezo ihamie Dodoma, na itakuwa, na mimi naamini itakuwa kwa sababu mwenyewe ni mtu wa vitendo. Alafu vile vile kwa historia nilitaka niwaambie, mwaka 1982 mimi nilisema, nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu, nilisema hivi, wakati mwenyekiti wetu alikuwa Mwalimu Nyerere na nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu, nikasema, Mwalimu, mawaziri na watendaji wakuu wa serikali ya wakiwemo makatibu wakuu wanajua Ulaya kuliko Rukwa, hawajui Tanzania. Juzi Rais Magufuli, fikirieni, baada ya tangu 1982 sikuwa tunapiga kelele, na Mwalimu alikuwa anaiona, nasema kweli Kristo nasema sana. Leo mawaziri wa serikali ya awamu ya 5 wanaijua nchi kuliko Ulaya. Wote mmeona mikoani wanakwenda, hakuna waziri wa awamu ya 5 ambaye hajui mikoa. Mimi nakumbuka kuna waziri mmoja, siwezi kumtaja, alikuwa waziri wa kilimo. Alipochaguliwa nilikunywa champagne, sio nilikuwa najua atasaidia kwenda mikoani kuleta, pamoja na mkoa wa Rukwa kwa ndio mkoa unaozalisha chakula. Miaka 5 iliisha, yule waziri hajaja Rukwa, unaona. Lakini leo mawaziri wanapishana Tanzania, hawapishani Ulaya kwenye ndege sana. Na lazima pia tusifu, tuwapongeze mawaziri wetu kwa sababu wamemsaidia rais wa nchi kufanya kazi kwa uaminifu. Wamejitahidi sana. Na hapa hotelini kwa mimi shahidi, nikionyesha register mtaona. Anaingia huyu kesho, mimi naingia. Na ni nchi nzima. Kwa wanaijua nchi wanaitumikia. Na hii jambo lazima tuwapongeze mawaziri wetu. La mwisho ambalo nilitaka kusema, kwa mgumu siku zote, hii ni kipindi cha mpito cha kujijenga vitu vya kutuwezesha kujitegemea. Tukishajenga vitu vya kutuwezesha kujitegemea, kwa mfano leo mimi ni kule kijijini kwetu, wakati mimi naingia ubunge mwaka 65, watu walikuwa wanatumia koroboi na mbalika. Ukitunga zile mbalika vipande 3, 4, 5 unawasha. Kuna vijiji ambavyo nilikuwa nakwenda, mnamulika majani ndio muonane. Leo kule kijijini nilikozaliwa mimi kuna umeme. Sasa siwezi kusema sio mafanikio, ni mafanikio. Ni kweli wale walio ambao hawakuwepo hawezi kulinganisha, lakini nataka niwapeni kipimo cha kweli kwamba ukilinganisha 65 na mpaka sasa nchi yetu inapaswa kujumua. Rais mwenyewe alisema nataka Tanzania iwe Ulaya. Mimi niliyeingia ubunge mwaka 65 na hali ninayokumbuka mpaka sasa, mimi Mzindakani naweza kusema mimi tayari Tanzania ni Ulaya, nikilinganisha na kule tulikotoka. Wenzangu mliopo sasa hamwezi kuona. Mimi ukiniuliza nasema kwa kweli tumeshakuwa Ulaya, maana mambo yote ya msingi tunayaona. Hata hii kwa mfano, kumekuwa na utani, unajua sasa ndege zinabeba watu wachache. Hata Amerika hivi kweli, Wamarekani wote wanapanda ndege, Wachina wote wanapanda ndege, Wahindi wote wanapanda ndege. Ndege ni usafiri unaorahisisha aina fulani ya mambo, na sisi ni nchi kubwa. Leo ukifika hapo tukaona zile ndege zetu ambazo zimenunuliwa na serikali ya awamu ya 5 naongozwa na Simamkuli, kama wewe ni mzalendo utasikia raha. Utasikia raha kwamba na sisi tupo duniani. Maana haiwezekani sisi tukawa washindikizaji tu, washangiliaji tu, haiwezekani. Tukifika kwenye mataifa mengine tunaona makubwa. Sasa na sisi tunatamani tu yaone.
Mimi nimekaa pale linapojengwa daraja lile la baharini, ile nyumba inayotazama baharini, nilikuwa nakaa mimi nikiwa deputy minister. Juzi nimefika naona barabara daraja litapita pale. Sasa huwezi kujivunia haya mambo. Lazima sisi wa Tanzania wazalendo ndio tujivunie mambo yanayofanywa na serikali yetu, na lazima sisi tubebe sifa. Maana rais amesema mkilipa kodi, mimi nitatumia hela zenu vizuri, na kweli zinatumika vizuri. Kwa mtazamo wangu mimi naridhika kabisa kwamba fedha tunayolipa kodi. Mwananchi Digital.